sana BAKWATA, Baraza la Waislamu Tanzania, kwa kufanya ile business complex katika manispaa ya Bukoba. Nishukuru sana CRDB Bank kwa kufund PLC kwa kufund project, na inaenda kupendezesha mji wa Bukoba. Nimepitia kidogo, sisi kama wazoefu wa jasiriamali, nimepitia kidogo zile fomu za jinsi ya kupata hizo sehemu za kufanyia biashara, hizo hayo maduka na vitu vinginevyo. Napenda nishauri tu kwamba unaweza wakabadilisha mfumo, kwa sababu kama benki imetoa fedha lazima zirudi haraka na lazima twende kisasa zaidi. Hizi fomu kwanza ni ndefu sana kwa mfanyabiashara. La kwanza, nashauri sana baadaye watu kulipa kodi kwa mwaka mzima, wao nalipa kodi kwa mwezi. Hiyo itasaidia sana kutoharibu capital ya mfanyabiashara. Kwa mfano, mtu amechukua labda mkopo wa milioni 10, analipa 500,000 mara mwaka, inakuwa ni milioni 6. Akiweka na furnitures na nini, milioni 10 imeisha. Ndio tunaona watu wengi wanafungua biashara haweki mali kwa sababu ya mtaji midogo. Lakini cha pili, hata mnaweza mkafanya kulipa kwa wiki 3 au hata kwa wiki, yaani iwe kama running cost ya mfanyabiashara. Hiyo itasaidia mfanyabiashara mtaji wake uzunguke na nyinyi unapata uhakika wa fedha. La pili, badala ya kusema mtu aweke bank statement ya miezi 6, mtakuwa mmeacha kundi kubwa la wafanyabiashara wapya ambao wangependa kufanya biashara kwenye commercial complex ambayo iko Bukoba, ambapo unapoweka biashara ya unapohitaji bank statement ya miezi 6 na kuendelea, ina maana utakuwa umeacha wafanyabiashara wapya ambao wana mitaji. Wengine wanatoka vioni, wamepata mitaji, wanataka kuanza biashara. Kwa hiyo kundi la wafanyabiashara wapya mtakuwa mmelipoteza. La tatu ambao naliona muhimu sana, kwa kushauri tu kwamba badala ya kuambia kwamba uweke tini business license, sijui umelipa TRA, tax clearance, hayo yote nyie mungawaita watu wa TRA wakakaribisha watu wakishapata hizo sites, ili TRA wakawasaidia kuweka katika format ya biashara. Isiwe kama nyinyi ni maagent wa TRA, msaidie watu wapate hizo nafasi, lakini vile na rate za kwenu msiangalie sana kwa mji wa Bukoba ambao kidogo mzunguko ujawa mkubwa sana. Kwa hiyo ukiangalia kuna soko kuu hapa linajengwa, sio mbali, ni hatua ni kama mita 400 kutoka hii commercial complex ilivyo, na watu wengi walikuwa soko za zamani wamesambaa katika manispaa ya Bukoba. Na kitu cha mwisho ambacho ningependa kushauri kwamba mjaribu kuongea na serikali kufungua mipaka ya Tanzania na Uganda ili watu waweze kuingia, kwa sababu kuna vikwazo vingi sana, na baadaye watu kufanya biashara kwa kuvuka mipaka, ambapo kuna watu zaidi ya milioni 180 direct 280 ambao wangekuja kuingia na kutoka Bukoba. Hatuoni watu wakiingia, tofauti na ukienda Tarime au ukienda mikoa mingine ambayo iko inapakana na nchi. Kwa hiyo tukifanya mambo itarahisisha sana kupata wajasiriamali, wafanyabiashara na kufanya mzunguko katika manispaa ya Bukoba, na watu kupata biashara kivyo vile kuweza kurejesha mkopo na hata business complex
kwenye ziada details. Naitwa William, mdau wa utalii mkoani Kagera.